Shalom, ni mtumishi wa Mungu Derrick Michael. Anakukaribisha unanifuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Unaweza ukanifuatilia kwa jina la Derrick Michael. Usahau kushare, kusubscribe pamoja na kulike. Kwenye maisha huwa kuna nyakati tofauti tofauti. Maisha ya mtu yameumbwa kwenye nyakati mbalimbali. Kuna nyakati ambazo mtu anapokuwa anapitia changamoto. Na wakati huo mtu akiwa anapitia changamoto, kunakuwa hamna mtu mwingine ambaye anaweza akaibuka kuja kumtia moyo, kuja kumpa tumaini la kuweza kuendelea. Na kwenye hizi nyakati mara nyingi mtu anaweza akajikuta yuko peke yake. Anaweza kukosa watu wa kumsaidia, anaweza kukosa watu wa kumpatia fedha, anaweza kukosa watu wa kumpatia maneno mazuri ambayo yangemsaidia kuweza yeye kuibuka na kurudi tena. Kuna watu wamekata tamaa, kuna watu wapo walikuwa wanafanya vitu vizuri, lakini baada ya kukutana vitu kaza wa kaza, kuna wengine walikutana na changamoto kwenye ndoa. Baada ya kukutana hizo changamoto kwenye ndoa, wakawa wameamua ni heri wasiendelee kabisa kuwa kwenye maisha ya ndoa. Lakini kuna watu wapo walikuwa na career mbalimbali, walikuwa kwenye nyadhifa tofauti tofauti, lakini kwa sababu ya mambo ambayo waliokutana nao yakawafanya wao wakate tamaa na kulala kabisa na kushindwa kuweza kuinuka. Na kutokana na hivyo wakawa wameachana na vitu ambavyo walivyokuwa wanaendelea nao. Kuna wengine walikuwa ni uongozi, kuna wengine walikuwa kwenye ndoa kama tunasema, kuna wengine walikuwa kwenye mahusiano na mahusiano tofauti tofauti. Na mahusiano yanaweza si tu mahusiano ya kimapenzi, kuna mahusiano ya mabosi na mwajiriwa, kuna mahusiano ya mchungaji na mshirika wake. Lakini kutokana na hivi vyote ambavyo vilivyoweza kutokea katikati yao vikawafanya wao wakashindwa kuendelea na vile vitu ambavyo walikuwa wamefanya. Sasa kuna neno ambalo lipo ambalo linaweza kukusaidia wewe ukaibuka tena na kuendelea kufanya vizuri kile kitu ambacho ulikuwa kufanya. Kwa maana kuna kitu kinaitwa deliverance through the word. Uponyaji kupitia neno. Neno lina nguvu ya kuweza kuponya wewe na kutoa kwenye matatizo. Neno ambapo unapokuwa unalitumia linaweza likakupa wewe matumaini. Wakati ambapo hakuna mtu wa kuweza kusaidia, kuna wewe mwenyewe unaweza ukaamua ukajipa neno na neno hilo likakupa matumaini na ukaweza kuvuka kwenye hiyo changamoto. Mtu mmoja ambaye alikuwa ameteseka kwa muda wa miaka 38. Huyu mtu alikosa mtu wa kumtia moyo. Alikosa mtu wa kumweza kumwambia ili aweze kutoka kwenye hali. Yesu alimkuta yule mtu akiwa ameteseka kwa wakati wote. Alipomkuta pale alipokuwa, akamwambia, "Wataka kuwa mzima?" Yeye akaanza kutoa sababu mbalimbali. "Mimi nimekuwa hapa, malaika anapokuja, anapoyachemsha maji, anapochemsha birika, inapochemka, mtu mwingine anakuja anaingia. Hivyo inanifanya mimi nisiweze kuingia." Lakini Yesu akamwambia, "Simama, jitike godoro lako wewe." Mara yule mtu akawa ni mzima. Huyo mtu alikuwa amekaa pale muda wa miaka 38 akisubiria mtu akuja kumwambia neno tu kwamba simama na uwe. Simama, jitike godoro lako wewe. Ndivyo hivyo kwenye maisha. Kuna wakati utakapokuwa unapitia changamoto, hakuna mtu ambaye atakutia neno. Kuna wakati utabaki wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio unahitaji kujitia moyo. Unaweza kama biashara yako imeenda vibaya, ndoa yako imeenda vibaya, cha kwako chochote kile ambacho unahusika nao, jambo lako lote lile ambalo unaona linaenda vibaya, kuna wakati wa kujiambia wewe mwenyewe, kwenye hii hali ambayo unayopitia nitatoka. Kwenye huu wakati ambao unaopitia, wakati wa sasa, nitatoka. Biblia inasema kwamba vitu vionekanavyo ni vya muda tu, lakini vitu ambavyo visivyoonekana ni vya milele. Kuna wakati ambao unaopitia mateso, kuna changamoto ya magonjwa, kuna changamoto ya kukosa fedha, umeoa lakini bado unapitia changamoto. Kuna changamoto ambazo unazipitia kutokana na kukosekana kwa fedha. Wewe unaamua sasa, nitafanyeje? Bora nikaacha hicho ambacho ninachokifanya, bora nikaachana na mahusiano, bora nikaachana na ndoa. Lakini wewe mwenyewe ndio wa kujipa moyo, wa kujiambia kwenye hii hali ambayo unayokuwa unapitia nitatoka. Ndio maana neno linasema kutoka kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 4, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo hili neno ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu, ndio maana kuna sababu kaza wa kaza kwa nini tuwekeze kwenye kutafuta neno la Mungu. Neno la Mungu, mtu anapopata neno kutoka kwa Mungu, ndio inaomwezesha yeye akapitia ule wakati. Neno linasema Mungu anapolituma neno linalenga kuokoa watu na kuwatoa kwenye maangamizi. Neno ambapo unapokuwa unalitumia, Biblia si tu kwamba ni kitabu cha historia. Biblia si kitabu cha hadithi. Biblia ni kitabu ambacho kina neno ambalo la kumsaidia mtu akavuka kwenye wakati wowote ambao unapokuwa unapitia changamoto. Neno ambalo linatoka kwenye Biblia, neno linalotoka kwenye kitabu cha Mungu mwenyewe, lina uwezo wa kutoa wewe na kufanya wewe ukavuka huo wakati unaokuwa unapitia. Ndivyo maana tunahitaji kulisoma neno zaidi na kulielewa neno na kuliishi. Maana neno unapokuwa tunaendelea kulisoma na neno linapokuwa inakaa ndani yetu, mwisho wa siku sasa maisha ambayo tunataka kuyafikia, mambo ambayo tunataka kuyafikia, vitu vyote ambavyo tunataka tuvifanikiwe
mafanikio kwenye maisha yetu, tunafanikiwa kwa sababu ya lile neno. Ndio maana nasema Biblia kwamba naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anitiaye nguvu ndo nani? Ndo Mungu. Neno wakati ambapo wakati umekwama, wakati hamna kitu unachofanya kazi, unasema wewe mwenyewe kwamba naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Biashara yako umeona inataka kufa, usema naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mahusiano yako unaona mahusiano ya watu wazuri kabisa. Kuna watu ambao Mungu ametupa watu sahihi. Watu hao ambao tunakuwa na uhusiano nao, mtu huyu ukikosana naye tu hauwezi tena ukafikia ile hatima yako. Kwa sababu gani? Ni Mungu alikuwa amekuandalia mtu huyu akuvushe. Ndio maana Musa alikuwa ameandaliwa ili avushe wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Lakini kama huyu mtu asingehusiana vizuri na wana wa Israeli, manake wasingefikia kwenye hatima yao. Ndivyo hivyo kwenye maisha. Kwa hiyo ukiwa unahusiana mtu sahihi, ili uhusiane unahitaji kuwa na neno. Unahitaji kuwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndio itakusababisha wewe uhusiane na mtu vizuri. Utakapokuwa unalitamka na kuliishi neno. Wakati wote ambapo unapoona mahusiano yanaenda tofauti, mahusiano yanataka kukatika, kuna namna fulani hivi imeingilia kati, kuna nguvu fulani ambayo imeingilia kati ambayo unaona itaua mahusiano, hapo ndipo wakati wa kutumia neno. Na neno ambalo unapokuwa unalitumia, neno ambalo la kutia moyo. Nikwambie tu kitu cha kwanza, kitu hiki, ukiona mtu yoyote amefikia kwenye hali ambayo akataka kujiua, ujue huyo mtu alikosa mtu wa kumtia neno. Na mtu anapotaka kujiua atatafuta mazingira ambayo atakaa yeye mwenyewe ili atengeneze mazingira ya kwamba asiwepo mtu yoyote atakayemwambia neno lolote. Na yeye atakapokuwa pale hawezi akaongea chochote kile. Jaribu kufuatilia. Ukifuatilia mtu ambaye yoyote yule ambaye amewahi kujinyonga, alikuwa peke yake, alikaa muda mwingi akiwa yeye peke yake, na hakuna neno ambalo aliweza kulitamkia. Na huyu mtu akishafikia kwenye hii hali, ndipo anaweza akachukua maamuzi ya kujitoa uhai. Kwa sababu gani? Amekosa neno. Neno tu ambalo angejiambia kwenye hii hali ambayo unayopitia inaweza kutoka. Kwenye huu wakati ambao unaopitia, hili itapita, hili itapita, nitavuka salama. Kama angeliweza kupata pia mtu wa kumtia neno, huyu mtu angeliweza kutoka kwenye hii hali. Mungu ametuandikia maneno yake, na haya maneno yake ambayo ametuandikia ameweka kwenye kitabu chake. Na kwa nini ameweka kwenye kitabu chake? Ili wakati ambapo tutakapokuwa tunapitia kwenye nyakati ngumu, tutaweza kutumia maneno ambayo yamewekwa kwenye Biblia ya kutoa sisi kwenye maangamizi, ya kutoa sisi kwenye matatizo, ya kutoa sisi kwenye magonjwa, ya kutoa sisi kwenye aibu. Wakati watu wanatupangia aibu ili tuweze kupata aibu, neno la Mungu lipo la kuweza kutuvusha ili nyakati hizo ziweze kupita. Biblia haijawekwa tu kwa ajili ya kuisoma, imewekwa kwa ajili ya kuweza kusaidia watu ili waweze kutoka kwenye nyakati. Biblia inasema Mungu anapolituma neno linapokuwa linashuka kwa watu ni kama mvua ishukayo. Mvua inavyokuwa inashuka haitaacha kuimwagilia ardhi, ndivyo hivyo neno halitaweza kurudi pasipo kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni ya Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako. Kwa sababu gani? Ni neno ambalo limetoka kwa Mungu na lenye kuleta matokeo ambayo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo uelewe ni kwamba tupo kwenye ulimwengu ambao kuna maneno mengi, maneno ambayo ya kutukatisha tamaa, maneno ambayo ya kutufanya sisi tusiweze kuendelea, ya kutufanya sisi ache kwenye vitu ambavyo tunavyofanya. Tupo kwenye ulimwengu ambao una maneno ya kutuondoa kwenye focus ambayo Mungu ametupa. Unaweza ukawa una kitu chako ambacho umeamua usimame nacho. Unaweza ukawa una jambo ambalo umemwamini Mungu kwamba atakufanikisha, lakini kuna maneno ya ukinzani, kuna maneno ambayo ni negative, kuna maneno ambayo ni hasi ambayo utakutana nayo, na lengo ya haya maneno ni kuhakikisha wewe unatoka kwenye msimamo wako. Na kwenye huo wakati usipokuwa makini, yatakuondoa kabisa. Kuna watu wameondolewa kabisa kwa sababu ya maneno mabaya, na kuna wengine wameyapokea maneno, baada ya kuyapokea maneno wakayaweka kwenye mioyo yao, mioyo ikawa imedaruliwa. Maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulivindavyo, kwa sababu ndiko chemchemi za uzima zitokako. Moyo ukishapokea maneno mabaya na ukayahifadhi yale maneno, ndivyo ambavyo utakavyokuwa umeharibiwa maisha. Kuna watoto ambao wakati wanalelewa, walipokuwa wanakuwa, kuna maneno mabaya yaliyokuwa yanatamkiwa na wazazi wao. Kutokana na maneno ambayo yaliyokuwa yanatamkiwa na wazazi wao, ndivyo akawafanya wao wawe kama vile vile. Mtu yupo jinsi alivyo sawasawa na maneno ambayo aliyojitamkia au ambayo aliyotamkiwa. Mtoto ambaye amekulia kwenye familia ambayo wanamtamkia maneno mazuri, kwamba unaweza, kwamba wewe ni kichwa, wewe sio mkia, yule mtoto hata akikua atakuwa kama vile maneno ambavyo
ambavyo wazazi wake walimtamkia. Lakini kuna wazazi wapo waliowatamkia maneno mabaya watoto wao, na watoto wakawa wameyachukua yale maneno wakayaishi kwenye mioyo yao, na watoto wameweza kuasiliwa, na ukiwaangalia leo hii wamekuwa watu wazima. Ndivyo hivyo ambavyo walivyo sawa na maneno ambayo waliambiwa. Hivyo uelewe ni kwamba neno ambalo unaokuwa unajitamkia ndiyo neno la kuweza kukuponya wewe na kutoa kwenye ile hali ambayo unaokuwa unapitia. Usiruhusu neno la ukinzani, usiruhusu neno ambalo linakuondoa wewe kwenye nafasi yako, usiruhusu neno ambalo linakufanya wewe ubomoke, linakufanya wewe vitu vyako vibomolewe, linakufanya vitu vyako viharibiwe, likaingia kwenye moyo wako. Maneno yanayokuja, hakikisha maneno yanayokuja yanapanguliwa kwa neno ambalo ni neno la uzima, kwa neno ambalo litakufanya uendelee kuwa na nafasi ambayo uliokuwa nayo, litakufanya wewe uendelee kuwa na imani ambayo umeweka kwa Mungu. Imani huwa inalinda. Imani unapokuwa unailinda, inalindwa kwa maneno. Unapotaka kujenga ngome nzuri ya kuweza wewe mwenyewe kuendelea maisha vizuri, kuendelea kufanya vitu vyako vikafanikiwa, jenga maneno ambayo ya kukujenga wewe mwenyewe. Tengeneza maneno ambayo yatakujenga wewe mwenyewe na hata kufanya hayo maneno ya kuweza kuangamiza. Usiruhusu maneno yararue moyo wako. Usiruhusu maneno watu ambao wanaokusemea yakaweza kuingia kwako au kwenye moyo wako na kuweza kufanya wewe usiendelee. Maneno ni silaha. Maneno yanatumika kujenga ama kubomoa. Maneno ni sawa na kiberiti. Kiberiti kimoja kinaweza kikaangamiza msitu mzima, lakini hicho hicho kiberiti kinaweza ikatumika kuwasha jiko na ukafanya ukapika chakula na ukara. Mungu akubariki na akusaidie neno likutumike kwenye maisha yako kwa ajili ya kujenga na si kubomoa.